ndio nyumbani, lakini kuzaliwa nimezaliwa kule sehemu za Mombasa. Na wakati mmoja nikiwa kule Kisii mwaka ni wa 2017 na nikawa nimemwambia Bwana ya kwamba napoanza likizo Januari nataka nikakutumikie na nikafanye kazi yako. Na katika harakati nakumbuka nilikuwa Kisii lakini sikuwa na mahali papo kwa nenda kanisani. Lakini katika harakati ya kufanya uinjilisti kuna bishop mmoja alikuwa amenialika kanisani kwake katika huduma ya Agape Restoration Church. Nikapata kwenda pale kuongoza mikutano ya Morning Glory, mikesha pamoja na mikutano ya revival mpaka mwezi utakapofika tamati. Maana nilianza tarehe 1 lakini nilipofikia tarehe 27 kuna ndugu mmoja pale kanisani alikuwa ameniambia kwamba kuna kibarua ya mjengo na ilikuwa tukaendelea tukabomoa nyumba tukapata kujenga. Ilikuwa ni nyumba ya Mungu. Na katika harakati kule nyumbani kwangu na mambo ambayo nimetoka nikienda huduma nilipata kama mtoto wa mjamzito ile namba ya kwanza anaitwa Emmanuel. Na katika harakati kwa mjamzito tulikuwa tumepitana kidogo kwa nyumba kutoelewana kwa sababu hatukuwa na chakula pale. Na wakati niko likizo na niko na kata kwa mshahara na pesa ambayo nilikuwa kidogo sana. Sasa nilipoondoka hatukuwa tumeelewana vizuri. Alikuwa ananigombanisha kila wakati. Sasa wakati nimeenda huduma nikamaliza nikachukuliwa na ndugu mmoja pale kanisani tarehe 27. Ilikuwa inaelekea mwezi kuisha ndipo nikarudi kazini. Ndipo sasa tukibomoa nyumba ilikuwa ni mjengo kama huu lakini ilikuwa ni mawe. Nikajikuta kama nimegonga nyundo na lile jengo la juu lote nikalalia helmet yangu na mkono wa left kama unaona huko. Unaona iko na alama kuna na tai. Hizo nyama zote zilikuwa chini. Na hii mguu pia nyama zilikuwa chini na mifupa yote ilikuwa chini. Na katika harakati hii macho ya left nyama hii ilikuwa imefunika hapa yote. Na helmet ilikuwa imevaa ilipotoka hapa katikati na nikajikuta niko chini na damu ilikuwa inamwaga kila mahali. Na waliponiona nimeanguka walikimbia wakaniita peke yangu. Na nikajaribu kuitana maana nilikuwa watu peke yangu. Kijana mmoja akakuja akanitia ambulance na wakanichukua wakanimwagia spirit kwa mwili mzima kuanzia kichwa kifua miguu yote na wakachukua box wakashikanisha na hizi miguu kwa mkono na kwa kichwa na wakanipeleka kwa ambulance na nikakimbishwa hospitalini. Na wakati huo madaktari walikuwa wamegoma, ilikuwa wakati wa mgomo tarehe 27 2017 Januari. Na nilipokimbishwa katika private hospital ilikuwa ni Hema Hospital private. Na babangu mzazi akapiga simu akasema huyu kijana tumtafutie daktari wa serikali akapata kushughulikiwa. Maana madaktari walikuwa wamegoma na hiyo hospitali ya Hema walikuwa wanategemea wale masanusi wa government wakapata kunisaidia. Sasa kuna mmoja alinichukua kanishona mkono wakati bado nilikubali maututi. Akashona mkono na akaniweka kwa ambulance na nikapeleka mpaka hospitali. Nilipofika pale hospitalini huyu daktari akasema kwamba hii miguu ilikuwa ni kukatwa yote. Wakanikimbisha kwa theater nikafanywa surgery ya macho ya kichwa pamoja na mkono unaona na pamoja na hizo miguu. Hii miguu ilikuwa mbaya sana. Hii bila unaona haikuwa hivi. Ilipondwa ikasambaratika mfupa na nyama ilikuwa nje yote. Ikafanywa modification ndipo unaona inakai design. Modification tu ilifanywa. Ona tena nakumbuka niambia jambo moja kaniambia Mungu ambao unamwabudu ndiye aliyokuokoa. Maana hivi Mungu jinsi ambavyo tunazungumza na wewe zote mbili tulistahili kupata yote ukabaki bila miguu. Lakini Mungu unayemwabudu ndiye aliyokusaidia. Na akaniambia utakapotoka kwa hii theater utaenda kwa ile wiki ya miezi mitatu kwa kule nyumbani kule sehemu za Yana. Na baada ya miezi mitatu hapo ndipo utakuwa na nafuu ya kutembea. Lakini mimi Mungu alinisaidia nikakaa miezi 2.5 maana kwa nimekaa pale nikajaribu kutafuta msaada nikapata kutolewa nje na mambo zangu mashemeji zangu nikapata kuvalishwa ile ipo kuletwa pote kile mambo yapata kwamba wale watu walifika mahali wakachoka na mimi wakasema wewe unasumbua kila wakati unataka tukutoe nje kila wakati unataka tukusaidie hatukusaidia tena. Nikabaki nimekuwa katika hali ya kuchanganyikiwa niko peke yangu. Mke wangu naye kwa mjamzito yeye pia katika harakati ya kuchia ametoka na nikamwambia Mungu akapata kunisaidia. Nikasirika sana. Nakumbuka nilisukuma ile wheelchair nikajiangusha chini niko peke yangu. Ile Mungu ndio mliona
ilikuwa inatoa jasho hivi mtu anaiona inakaa hivi. Ili mimi na jasho kutoka hapa mpaka huko chini. Na nikasimama tu kwa ujasiri, nikachukua tu krani zenye zilikuwa hapo. Nikakimbia mpaka kwa choo. Walikuja kunitafuta kwa nyumba hapo nipata. Wewe alikuwa nimesukuma kando. Na daktari alikuwa akiniambia kwamba nimekuta sheria zake na ilisemekana kwamba hii miguu haitakuwa vizuri. Maana nilikuwa nimepewa chuma ndani huku na huku na sasa huku chini. Ndipo unaona wakati tunapofikia mwezi kama wa baridi, mara nyingi kichwa inauma kwa sababu na hiyo hapo upande huu na masikio. Sasa kwa sababu kuna shida yote, hizi vyuma ziko hapo. Na hizi masensa ziko hapo. Ndio wazi zinanisumbua. Lakini katika harakati kwa siku nilitoka kwa nyumba na mguu ikatoa jasho kila mahali. Hapo ndipo Mungu alinisaidia nikapata kutembea. Na hiyo muda ambao nilisimama na kutembea ndio mtoto pia alipata kujifungua mtoto na kuko kumsaidia kwenda mtoto kuchota maji. Na ilikuwa inasemekana kutokana na desturi kule nyumbani kwetu, mke anapojifungua lazima akasaidiwe na mume wake ama mashauri zake. Lakini hakukuwa na mtu kumsaidia. Nikatoka tu na Mungu iko hivi. Na kaja jambo moja nikakimbia mtoni. Nikabeba 20 liters mpaka kwa nyumba. Kwa hiyo siku mpaka leo sikuwa chini. Nimekuwa nikihubiri chini, nimekuwa nikienda kazi ya usiku, nimekuwa nikienda kila mahali nikifanya kazi zangu. Na hakuna shida ambayo nilikuwa nayo. Na kwa hiyo siku ilifikia 2018 mwezi wa 3, wakati nilikuwa nimetoka mkutano wa kusema kule sehemu za Siaya. Nikaenda kazini pale kwa milita. Wakati nilienda ukaniambia kwamba tulikuwa tumekutana services na hapo tunaona kwamba hii miguu imesambaratika. Wakati waliona nimekuja nikiwa mzima, wakapaswa ni termination, wakaniweka kwamba wakanipeleka mpaka Yaro. Nikafanyiwa check up, sema kijana arudi kazi yake. Sio kama kuna shida. Kutoka 2018 mpaka sasa hivi niko kazini. Praise the Lord. Nikarudi tena kusini. Mahali ambapo nilikuwa nimefanywa surgery. Na nikapata kupata wagonjwa wamelala pale, wengine wamevunjika, wengine wamepasuka vichwa, wengine miguu imekuwa vyuma kila mahali kama edo kama jinsi ambavyo nimeelewa. Na nikaomba pamoja nao nikapata kuhubiria Injili na nikapata kuambia kwamba jinsi ambavyo mnaona mko na vyuma kwa miguu mmewekewa na mikono zenu zimeweka na nyama ziko chini, huko ndipo nami nilikuwa. Na sasa Mungu ameniponya, nimekuja kupatia ushuhuda na nimekuja kuatia nguvu ya kwamba Yesu anaweza. Wewe ukapata kujipeana kwa Yesu na ukapata kumkubali na ukamwambia akachukua nafasi akatoa maisha yako, na katika harakati atashika uponyaji wako. Watu 40 waliokoka kwa hiyo hospitali ambapo nimelazwa pale private hospital ambapo inaitwa Hema private hospital. Watu wote waliokoka baada ya kutoa ushuhuda. Nipasa nimekuja nikwambie mchana wa leo, wewe uko pale, hali yote unaopitia, changamoto yote unaopitia haitakuja ikakumalize, bali Mungu ameruhusu katika maisha yako nipasa akajitukuze kupitia ushuhuda na kupitia wewe kama mtumishi wake, nipasa wengi waliofungwa wakapata kufunguliwa.